Habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa Kankono TV. Karibu kwa mara nyingine tuendelee kutazama yanayoendelea kujiri huko Mashariki ya Kati, lakini wakati huu tuwatazame viongozi wakubwa duniani. Tumtazame Rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Naitwa Ramadhani Fupi. Vita kati ya Israel na Iran bado inazidi kupamba moto kila uchao, vikisindikizwa na mashambulizi mazito kutoka pande zote mbili, kwa maana Iran pamoja na Israel. Vita vya Iran na Israel vimekuwa na vitisho vya hali ya juu kutoka kwa maadui hao wawili wa muda mrefu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, washirika mbalimbali wa pande hizo mbili nao wamejikuta wakitoa vitisho na kuonya mara kwa mara dhidi ya upande fulani. Kwa mfano, washirika wa Israel kama vile Marekani kupitia rais wake Donald Trump mara nyingi amekuwa akitoa vitisho kwa Iran, na hata kuna siku aliwahi kusema kwamba usalama wa kiongozi mkuu wa serikali ya Iran Ayatollah Al-Khamenei upo mikononi mwa Marekani. Pia Donald Trump alisema kuwa hata anga la Iran linashikiliwa na bwana Donald Trump na serikali yake, hivyo Marekani ina uwezo wa kufanya lolote dhidi ya Iran, kwa maana ni suala la kuamua tu ama waiangamize Iran au la. Lakini si tu vitisho kutoka kwa washirika wa Israel, bali hata washirika wa Iran nao hawapo nyuma. Washirika wa Iran kama vile Urusi inayoongozwa na Vladimir Putin, Uturuki inayoongozwa na Recep Tayyip Erdogan, pamoja na Pakistan ambao wamelaani shambulizi la Israel na kuonesha misimamo yao ya dhati kwa Iran dhidi ya Israel. Licha ya washirika hao wa Israel na Iran kuonesha vitisho, lakini watu ulimwenguni wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini washirika hao wamekuwa ni watu wa kuongea tu. Watu wanajiuliza sana kwa nini washirika hao wapo kimya mpaka sasa, isipokuwa ni kutoa tu maneno ya vitisho. Mpaka sasa bado hakuna taifa lolote miongoni mwa mataifa ambayo ni washirika wa Iran au Israel ambalo limeingia moja kwa moja vitani, ingawa taifa la Marekani linatajwa kuwa lina baadhi ya silaha zake ambazo zinatumiwa na Israel kufanya mashambulizi nchini Iran. Miongoni mwa silaha za Marekani ambazo zinatumika na vikosi vya Israel ni pamoja na ndege aina F-35 na hata mifumo ya ulinzi wa anga la Israel, mfumo wa THAAD. Ingawa mfumo wa THAAD uliaminika kuwa mfumo bora wa ulinzi wa anga, lakini wakati huu mfumo huo unaonekana kushindwa kufua dafu, kwani makombora ya Fatah ya Iran yanaonekana kuwa na uwezo zaidi kiasi cha kushindwa kuzuilika na kusababisha uharibifu mkubwa nchini Israel. Hata hivyo, miongoni mwa swali lingine ambalo watu wamekuwa wakijiuliza ni kuhusu taifa la Urusi, taifa ambalo ni mshirika mkubwa wa Iran. Je, ni kwa nini Vladimir Putin, rais wa Urusi, amekaa kimya tu wala hajatoa msaada wowote kuisaidia Iran kupambana na Israel? Na itakumbukwa kuwa mwaka 2024 katika vita vya Urusi na Ukraine, Iran ilipeleka misaada ya kijeshi kwa Putin. Iran ilimpa Putin silaha nzito pamoja na ndege zisizokuwa na rubani kama vile ndege aina ya Shahid kupambana na Ukraine. Lakini wengi wanajiuliza, mbona sasa wakati huu ambapo Iran ipo kwenye vita nzito, lakini rais wa Urusi Vladimir Putin amekaa kimya tu licha ya kutoa maneno ya vitisho kama inavyofanywa na Marekani na washirika wake? Mpaka sasa nchini Marekani inadaiwa kuwa vikao haviishi, ambapo mara nyingi hujadili namna ya kuingilia kati mzozo huo, lakini wanawaza endapo wataingilia kati mzozo huo, basi bila shaka kuna mataifa makubwa duniani kama vile Urusi na mataifa mengine nayo hayatakaa kimya, yataingia vitani kuitetea Iran. Kutokana na kukua zaidi kwa vita hivyo, Israel imekuja na mpango mpya wa kimkakati ambao unahusika katika kuua viongozi tu wa Iran, wakiamini kuwa italeta ushindi kwa upande wao, ingawa wachambuzi wa kivita wanasema kwamba njia hii ya Israel haitaleta ushindi wowote. Donald Trump, rais wa Marekani, amezungumza na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin, na wamesema kwamba sasa wanapaswa kumaliza hii vita, wanapaswa kumaliza mzozo huu kati ya Iran na Israel. Ingawa wameongelea suala la kumaliza mzozo huo, lakini wote wamekuwa wakitazama tu, kila mmoja kimtegea mwenzake. Lakini inaonekana kwamba Israel inazidi kuelemewa
na ndiyo maana hata wakati huu Israel inahitaji msaada kutoka Marekani. Serikali ya Mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran inaamini kwamba kitendo cha Marekani kuingilia kati vita hivi na kusababisha kuanguka kwa utawala wa Ayatollah al-Khamenei, basi hata Marekani yenyewe pamoja na washirika wake lazima waanguke, huku Israel nayo ikifikiria hivyo hivyo. Serikali ya Marekani inahofia endapo wataingilia kati mzozo huo, basi mataifa makubwa kama vile Urusi, Korea Kaskazini kwa Kim Jong Un yataingilia kati, huku wasiwasi mkubwa ukiwa ni kwa taifa la China, taifa ambalo silaha zake hazijawahi kutumika. Kwa hiyo hazifahamiki uzito wake, ufanisi wake na hata ubora wake ni wa aina gani. Lakini hata Iran pia imewashtua Marekani kwa kiasi kikubwa, kwani Iran katika vita hivi dhidi ya Israel inatumia makombora ya kisasa zaidi, tofauti na walivyokuwa wanafikiria Marekani. Mfuatiliaji wa Kankono TV, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Naitwa Ramadhani Fupi.